Bismillahi rahmani rahim. Wapenzi Waislamu, niliomba hii fursa kama alivyozungumza Imamu Mkuu, wala sina marefu kiasi nikawachosha kwa mchana huu. Kidogo tuliwaombeni uvumilivu wenu kwa upande wa akina baba na upande pia wa akina mama, kama mpo huko na mnanisikia. Nina imani kwa uvumilivu wenu Mwenyezi Mungu atakulipeni hayo. Ninayo mawili. La kwanza nataka nilifanye kuwa ndio la mwisho kwa ajili ya muda, na la mwisho nitalifanya kuwa ndio la kwanza. Mungu tu anijalie nieleweke kwa hayo nitakayoyasema kwenu, na Mwenyezi Mungu anijalie tuweze kuyafanyia kazi, au atujalie tuweze kuyafanyia kazi. La kwanza ni nasaha zangu kwenu katika msikiti, na bila kuisahau pia kuinasihi nafsi yangu. Nasaha zangu kwenu ni juu ya mapenzi baina yetu kama Waislamu. Mmoja katika vitu vilivyotoweka leo na kupotea kwa Waislamu wa leo ni mapenzi, huruma na umoja. Huyu hampendi huyu, huyu hamtaki huyu, huyu hamsikilizi huyu, huyu anamdharau huyu, huyu anambeza huyu, huyu anajiona bora kuliko huyu, ama huyu anajiona yeye ndiye mwenye hati miliki ya kwenda peponi kuliko huyu. Umoja wetu Waislamu wa leo ni kama vile umoja wa inzi kwenye mzoga. Samahani kwa hii lugha niliyoitumia, huenda ni lugha inayoudhi, lakini malengo yangu ni kuelimisha. Inzi unaporusha kijiwe kidogo kwenye kundi la inzi, desturi yao inzi wote hutawanyika. Wale hatuna ule umoja wa nyuki kwenye mzinga wao. Nyuki unaporusha kijiwe kwenye mzinga wa nyuki, nyuki hawatawanyiki, la bali nyuki wanatazama kwamba hili shambulizi limetoka upande gani, ili wakamtia adabu adui yao. Umoja huu Waislamu hatuna. Mungu anasema tahsabuhum jamia wa qulubuhum shatta. Ukiwatazama hivi ni wamoja, ni kweli, lakini moyoni wale hawana umoja, ni kweli. Ukiwaangalia Waislamu walivyo ni wamoja sana. Kwa nini? Ibada zao zinafundisha kuwa na umoja. Mfano swala ya jamaa, wengi hawaelewi. Baada ya salamu ndio la moja ya malengo ya swala ya jamaa, japo yako mengi, moja wapo swala ya jamaa inafundisha umoja. Wanaposali Waislamu ni wamoja, wanarukuu namna moja, wanaitidari namna moja, wanatoa salamu kulia namna moja, kushoto namna moja, safu zimenyoka vizuri. Kumbe hata swala inafundisha umoja, wenyewe hawaelewi. La kumalizia nisiwachoshe, hata kama ndugu yako Muislamu ameteleza jambo lolote, ni kweli ameteleza au amekosea jambo, hiyo haiwezi kuwa ndio tiketi ya kumsema na kumfedhehesha, kwa sababu unapokusudia kuzibainisha aibu za ndugu yako Muislamu, basi kwanza hebu ziweke wazi aibu zako. Nani asiyekuwa na kasoro miongoni mwetu hapa? Anyoshe mkono kwamba huyo ndio mkamilifu kwa 100%. Nani miongoni mwetu? Basi kama kweli ndugu yako wameteleza, ni kweli mwite kwa busara, kwa sababu hata kumpa mtu nasaha mbele za watu, hiyo haiwezi kuwa da'wa. Hiyo sio da'wa, bali huko ni kumfedhehesha tu, na hivyo sivyo alivyotuelekeza Bwana Mtume Muhammad. Nikupeni kisa kidogo nikae chini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili hayo yathibitishe kwa dhati, hata alipomwagiza Nabii Musa alayhi salam ili aende kwa Firauni. Kila mmoja anafahamu hapa Firauni alichupa mipaka ya Mola wetu kwa utawala, ufalme na cheo alichokuwa nacho. Ilifikia pahala Firauni kwenye utawala wake, maana wengi wanatambua tu kwamba Firauni aliutangaza uungu. La, kuna mengine pia aliyefanya hiyo dhulma katika nchi ile. Firauni kwenye utawala wake alishawahi kutoa amri kama mtawala kwamba kila atakapozaliwa mtoto wa kiume anauawa na wanaachwa watoto wa kike. Kwa nini Firauni alitoa amri hiyo? Ni mada ndefu kidogo, tuiache huko. Lakini Firauni aliota ndoto. Mfasiri wa ndoto hiyo akamwambia tafsiri ya ndoto hii: atazaliwa mtoto wa kiume kwenye utawala wako huu. Mtoto huyu atakuja kupindua utawala wako. Kwa tahadhari sasa, Firauni akatoa amri kwamba kila atakapozaliwa mtoto wa kiume anauawa na wanaachwa watoto wa kike. Firauni aliua. Hii ni dhulma, tena viumbe wachanga wasiokuwa na hatia mbele ya Mungu. Hii ni dhulma. Mwisho wa mambo, Firauni sasa aliwaita watu wake, kisha akawaambia,
mimi ndio Mola wenu mkuu, mimi ndio Mola wenu niliye juu, hadi makosa mbele ya Mwenyezi Mungu. Nini Mwenyezi Mungu alimwambia Musa? Alimwambia Musa, hebu nenda kwa Firauni, hebu kampe nasaha, hebu kampe mawaidha, huenda akaogopa na akajitakasa. Musa, unapokwenda kwa Firauni, hebu nenda kwa lugha iliyokuwa laini. Subhanallah. Baba zangu, kaka zangu, kwani haya hii kwenye Qur'ani hatuioni? Kwani haya Firauni aliyoyatenda, hebu nieleze wewe, kwani haya ni mazuri? Mbona Mwenyezi Mungu anamwambia Musa, nenda kwa lugha iliyokuwa laini? Hivi ndivyo alivyotutaka Mwenyezi Mungu, na hivi ndivyo alivyotuelekeza Bwana Mtume Muhammad. Sio hawa kadha, yule kadha, hao kadha, huyu kadha, huyu la. Hii ni ishara mbaya, hii ni ishara ya kuharibikiwa tu, wala sivyo alivyoishi Mtume, wala sivyo alivyoishi masahaba, wala sivyo alivyoishi hata waja wema waliotangulia kabla yetu. Baba zangu, kaka zangu, mama zangu pia huko nyuma, sina haja ya kuwachosha. Naomba nijitambulishe kwenu, mwisho niwaombee dua. Semeni amin. Inawezekana kwa dua yangu Allah akanifungua jambo lako. Nivumilie nikuombee kwa Mungu. Usije ukamdharau usiyemjua. Sisi wanadamu kwa umbo tunafanana na sura, lakini kidaraja asikudanganye mtu. Kila mmoja hapa anayo nafasi aliyonayo kwa Mungu. Ndio maana Uislamu huu umekataza watu kudharauriana. Yule unayemdharau, ana nini bwana huyu? Kwa namna tu Mungu alivyomweka. Wewe unayemdharau ndio rafiki wa Mungu huyo. Sina maana kwamba mimi ni bora, hapana. Mliokaa kwa Mungu ni bora kuliko mimi. Ninachomaanisha ni ule ugeni wangu, uenda ukaona kheri na baraka. Kama nitakuombea dua, uenda Allah akalifungua jambo lako. Hata masiku hayafanani bwana. Siku katika wiki ziko 7, lakini kuna siku moja tukufu ambayo ni leo, Sayyidul Ayyam, bwana wa masiku, Ijumaa. Hata miezi haifanani. Miezi kwa Mungu ni 12, lakini kuna miezi minne mitukufu. Hata mitume haifanani. Mitume na manabii waliotumwa hapa duniani wanatuambia wanachuoni, kuanzia baba yetu Adam au mzee wetu Adam hadi mtukufu wa daraja ambaye ni Bwana Mtume Muhammad, takriban ni 124,000, lakini kuna mitume bora 25 iliyotajwa ndani ya Qur'ani kwa majina. Hata sisi wanadamu umbo, sura tafanana, lakini kidaraja asije akakudanganya yeyote. Kidaraja kwa Mungu sisi tuko sawa. Kila mmoja hapa anayo nafasi aliyonayo kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana Uislamu umekataza watu kudharauriana, aidha kwa makabila yao, kwa rangi zao, kwa vyeo vyao, kwa nafasi zao, kwa namna yoyote unaoifahamu wewe. Uislamu umekataza watu kudharauriana. Nivumilie nikuombee kwa Mungu. Mimi naitwa Amri ibn Ali ibn Bakari, kijana wenu katika Uislamu. Nimejivika joho au vazi kwamba eti ni mwanadawa, japokuwa ni joho pana sana. Kujiita mtu mwanadawa ni joho kubwa, ni joho la waja wema waliotangulia, ni joho la Bwana Mtume Muhammad, ni joho la masahaba, ni joho la watu wema wakubwa waliotangulia. Lakini si mbaya ukajivika vazi hilo hata kama hautaweza kuwafikia. Maana kuna msemaji mmoja anasema, katika wasemaji wakubwa hao, anasema jifananisheni na watu wema hata kama hamtafikia pahala walipofikia wao. Najua hatuwezi kuwafikia hao waliotangulia, lakini hata kujifananisha nao pia wala si jambo baya kwa namna moja ama nyingine. Mbona kuna watu leo wanajifananisha na watu fulani ambao wala sio watu wa kheri, na anaona kwamba hiyo ni sifa kwake yeye, lakini mtu haoni aibu hayo. Wewe Muislamu utaona aibu gani sasa ukajifananisha na Saidina Ali, Saidina Uthmani, Imam Shafi'i, Imam Ahmad na wengine wakubwa waliotangulia, hata kama hautaweza kuwafikia kwa namna moja ama nyingine. Ndugu zangu Waislamu, mimi katika harakati zangu hizi, mwisho tufanye jambo hapa kwa ajili ya Mungu. Semeni inshallah. Mimi nimejaribu kuandaa elimu, na nilimwambia pia Imam Abdullah kwamba nakusudia elimu hii niwaletee Waislamu katika msikiti wako na uongoza kwa maslahi ya Waislamu. Semeni inshallah. Elimu hii nimeandika hivi kwa mkono wangu, na nilikuja hapa siku moja lakini ilikuwa Ijumaa. Nimeandika hivi: jifunze kuoga, kutawadha na kusali kwa njia nyepesi. Ndio nilivyoandika kile kitabu. Kuna kurasa 18. Unaweza ukashangaa, sasa ustadhi, kwani kuna mtu hapa ambaye hajui kusali? Wenda haya mambo ukajiuliza kichwani. Hakuna mtu ambaye hajui kusali hapa bwana. Lakini wallahi ninakuapia kaka yangu, baba yangu, asilimia kubwa ya Waislamu wala hatuijui sala, bali tunaswali kimazoea. Na ili uamini haya, nimalize tu hapo. Ndani ya sala kuna vitu vitano, na wengi vitano hawavijui au wameghafilika navyo. Itumika kauli hiyo. Jambo la kwanza katika sala, kuna kitu kinaitwa masharti ya sala. Hii swala tuliyosali punde hapa ina masharti,
Leo muulize mswahili wa leo, nitajie masharti ya Ijumaa uliyoswali yako mangapi? Ile swala uliyoswali masharti yake. Jambo la pili, katika sala kuna kitu kinaitwa nguzo za sala. Kaka zangu, swala hii tuliyoswali ina nguzo hii. Leo kimuuliza Muislamu, nitajie nguzo za swala ziko ngapi, wala hafahamu au ameghafilika nazo. Jambo la tatu, katika swala kuna kitu kinaitwa sunna za swala. Mambo hayo wala sio masharti wala sio nguzo, mambo hayo alituwekea mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad. Jambo la nne, katika sala kuna kitu kinaitwa mambo yanayochukiza katika sala. Hatusemi kwamba swala imeharibika, la, swala haijaharibika, lakini Uislamu unachukia unapoyafanya hayo mambo ndani ya sala. Unayafahamu haya Muislamu? Jambo la nne, katika swala kuna kitu kinaitwa mambo yanayoharibu kabisa swala. Likitokea moja katika hayo matano, katika hayo mambo, swala huna. Leo muulize Muislamu, nitajie vitu vitatu vinavyoharibu swala yako, au vinne vikitokea kimoja wapo. Afahamu na kaswali, kamaliza kaondoka, atajua Mungu Bwana mwenyewe. Kwa hiyo nikaamua kuandaa elimu hii, namna ya kuingia msalani, udhu unaanzia msalani. Nimeeleza leo kuna vijana wakiingia msalani wanaimba singeli. Hakuna ushimiji tunakulaga. Subhanallah. Leo kuna mtu akiingia msalani anaimba taarabu, hasa akina mama baadhi yao. Chunguzeni. Nimeeleza hata pia unapotoka msalani, nimeeleza watokaje msalani, nimeelekeza. Hapa unapoingia msikitini unasemaje, nimeelekeza. Unaposimama katika ibada ya sala, kuanzia takbira mpaka unatoa salamu, matendo na kauli zake yote nimeandika, na hadi kuswalia maiti nimeandika, na sikudanganya mtu kusika hasa ni kuswalia maiti. Nimeeleza mule ndani. Nimeeleza kuna kitu kinaitwa kutayammam, umeyakosa maji kisheria, unafahamu wanachuoni. Nimeeleza mule ndani. Hadi kuswali Idi zote mbili nimeeleza, kuswali Ijumaa hii nimeelekeza, lakini pia nimeeleza janaba unaogaje kwa mwanamama na mwanababa, nifasi mwanamke anaogaje nimeeleza, hata hedhi nimeandika. Dada zetu baadhi yao kule majumbani wanapooga hedhi nifasi, maji yanaanzia shingoni kuja chini, vichwa vyao mama zetu wengi havifiki maji, wanajiona kwamba wako tahara, kumbe ni wachafu. Wachunguzeni, baadhi yao haya ni wake zetu, wala sio watu wengine, na wanaswali Ijumaa huenda baadhi tohara hawazijui. Nimeeleza mule ndani na mambo mengi ya msingi. Nikisema niyaseme yote niliyoandika mule ndani nitawapotezea muda bure, lakini nimeelekeza mengi na kwa lugha ya Kiswahili, lakini pia nimekuwekea mpaka michoro ya picha, matendo, huku unasoma kutumia yale maneno, lakini pembeni pia unaangalia yale matendo. Na la mwisho nimalizie, nikae chini, kuna makosa 10 ya wasaliji mule sikuyaandika, lakini nitakuja kuandaa kitabu Allah kinipa uhai na umri, semeni inshallah. Moja wapo nimalizie tu katika makosa 10. Imamu karukuu, Allahu akbar. Muislamu anakuja hapa, lengo ni kutaka kuunga, yani kuwahi rakaa kwa imamu. Sio tatizo, imamu utakapomkuta utafanyaje? Utaunga pale utakapomkuta. Lakini Muislamu anafanya hivi, Allahu akbar, Allahu akbar. Inafanya sana msikitini haya. Huyu kiutaratibu na kisheria, huyu ameipoteza nguzo moja katika nguzo ya nini? Ya sala, ambayo ni takbira ya kuhirimia nini? Sala. Baada ya kufanya Allahu akbar kisha Allahu akbar, mtu fanya hivi Allahu akbar. Yanafanya sana msikitini haya, lakini leo kauli tulizonazo kule mitaani, mimi sikusoma bwana ile mambo ya dini hayo, unidanganyi. Hizi ndio kauli zetu. Inna lillahi. Kwa hiyo nimeandika hiki kitabu baada ya dua yangu niliwaambia, shekhe, ukihitaji elimu hii ikusaidie ama umpeleke nyumbani, utaniona pale nje ya msikiti, ila sitokupa bure kabisa, utachangia sadaka. Ni sadaka ya 2000 tu. Kama utaona kwamba 2000 ina thamani kuliko hayo yaliyoandikwa, basi niachie elimu yangu, nitaondoka nayo, maana sio nyanya kwamba zitaniozea, nitawapelekea wanaofahamu thamani ya elimu. Lakini 2000 haiwezi kuwa na thamani kuliko yaliyoandikwa mle ndani hata siku moja. Na hiyo ni sadaka. Kwa sababu gani? Napata nguvu pia hata mimi ya kwenda kuviandaa vingine kwa Wahindi huko, kisha nitawasambazia Waislamu wengine. Ndio elimu inasambaa katika sampuli hiyo kwa namna moja ama nyingine. Ukisema nikupe bure kabisa, sawa, utanionea. Nitapata wapi nguvu ya kuviandaa vingine? Dini haiendi hivyo. Hata huo msaafu ukienda Kariakoo utapewa kwa pesa, kama kuna gharama iliyotumika, japokuwa ni Qur'ani. Ndio dini inapokwenda, kusaidiana. Kwa hiyo akina mama kama mpo pia, ukihitaji elimu hii, basi unaweza ukamwagiza binti wa makamo akaja huko mbele, basi na akikipata uwezo nao wa kuchukua 3, 4 sadaka pia wapelekee wasiofahamu.
Laiti kama ungejua kwamba hii ni sadaka, wapelekee wasiofahamu, hata kama 20 wapelekee wasiofahamu. Maana lugha za watu kule mitaani, kuswali nataka, ila sifahamu namna ya kufanyaje ya kuswali, ndio lugha zao. Wapelekee, utaandikiwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusema haya, naomba nifanye dua. Dua hii ni